ni mwanaharakati ambao unagusa makundi maalum, hasa na sana vijana na wazee pamoja na wajane. Na leo hii nimeamua kufuturisha vijana ambao wanaishi barabarani au wanalala barabarani katika mazingira magumu. Nimewakusanya watoto ambao wanaishi mitaa ya Manzese, lakini pia Sinza, Mwenge pamoja na Ubungo hapa maji kwenye flyover Ubungo maji. Hii yote ni moja kutimiza ile ibada ya Waislamu ambao tunasema yule mwenye uwezo basi afuturishe wale ambao wenye uhitaji. Na kawaida tunakuwa desturi wengi sana tumetoka kwenye ile lengo la dini la kufuturisha wale wenye uhitaji, tunafuturisha watu ambao wale ambao wenye uwezo wa kufuturisha wenyewe binafsi. Sasa tuna desturi ya kufuturisha wenye uhitaji kwa sababu hao ambao tunawafuturisha riziki yao ipo mikononi mwetu. Pasipo sisi kutoa kuwapatia, ina maana hata hao pia hawezi kupata. Sasa tumetoka kwenye desturi ya kufuturisha wale wenye uhitaji, tunaenda kuwafuturisha wale ambao wana uwezo wa kufuturu wenyewe majumbani kwao. Tunakuwa tunatoka kwenye ile ibada ambayo tulitamani au Mwenyezi Mungu ametuamrisha kufuturisha katika makundi maalum. Kwa majina naitwa Vila Chaula, maarufu kama Ali Stylish, and others wanapenda kuniita International Stylist. Hapa leo nimekuja kama dada wa Abdul, aliandaa hiki kitu, nikaona sio mbaya na mimi nikashiriki. Kwa sababu aliniambia tu kwamba like sis, nataka nifuturishe watoto ambao wanaishi katika mazingira magumu. And haya mambo ni mambo ambayo tunayafanya sana, sababu hata mimi pia ni mwanzilishi wa kikundi cha Smart People ambacho kinadili na kusaidia watu wenye uhitaji, mayatima na watu wanaoumwa, wagonjwa hivyo. So nimeona jambo zuri na mimi kuwepo hapa kushiriki, nikasema let me pass by mara moja nije na mimi nishiriki. Mimi kwa majina naitwa Abdul Ramadhani, nashukuru sana mnatusaidia na Mungu atawabariki kama na sisi na nyinyi mlivyotubariki. Hatakuwa tujui tunakula wapi, sema Mungu ndo kasaidia mpaka mmekuja kutusaidia sisi.